Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kiasi hiki kinajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 35.5 na deni la nje la shilingi trilioni 74.55. Mwenendo huu unaonyesha kuwa ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7 sawa na asilimia 13.04 ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023/2024. Ongezeko hili limechangiwa zaidi kwa kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambao kushuka kwa thamani kumechangia ongezeko la deni la shilingi trilioni 2. Controller and Auditor General ama ukipenda CAG amemgeuka Samia Suluhu na kuibua siri ambazo Samia hakuwa anataka zijulikane nchini Tanzania, ambazo sasa zimeleta uoga na wananchi wameungana na wanataka kumuondoa Samia Suluhu kwa vyovyote vile. Hii ni baada ya deni la Tanzania kuongezeka maradufu, kwani sasa hivi kufikia Juni mwaka jana, Juni tarehe 30 mwaka 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kwa hilo deni la ndani likiwa shilingi trilioni, hizo ni shilingi za Tanzania, trilioni 35.5, na deni la nje likiwa trilioni ya Tanzania ama ya shilingi za Tanzania 74.55. Hii ni ongezeko kuliko mwaka wa fedha wa 2023/2024, na haya yamechangiwa zaidi na kushuka kwa dhamani ya shilingi za Tanzania dhidi ya dola, na hiyo imefanya ongezeko hadi trilioni 2. Na vile vile kulingana na CAG amezungumza na kusema kwamba the debt sustainability analysis nchini Tanzania bado inaonyesha kiwango kiko sawa ukilinganisha na viwango vinavyohitajika kimataifa. Ikiwa deni la serikali sasa hivi liko trilioni 110.05, inaonyesha kwamba Tanzania tuko na shida kubwa hapa mbeleni. Manake ukiona deni linaenda juu, jua kwamba gharama ya maisha pia inakuwa ngumu. Na gharama ya maisha ikikuwa ngumu, hali ya maisha pia inadhoofika. Kwa hivyo nchini Tanzania tuna mengi. Na kuna sababu mingi ambazo zinachangia haya yote kutokea. Wajua, ingekuwa kuwa serikali ya Samia Suluhu inaenda kukopa haya madeni yote kufanyia maendeleo nchini Tanzania na mambo ambayo yanaonekana, basi ingekuwa salama. Shida ni moja. Kuna miradi mbalimbali ambayo ilianzishwa na serikali hii ya Samia Suluhu, ikaanzishwa na fedha ambazo zilikopwa mabilioni ya pesa, watu wakapeana kandarasi ama inaitwaje, zabuni moja, yani ile kandarasi, ile source ni moja, single source ikapeanwa mwanakandarasi. Ule mwanakandarasi vile vile hakufanya kazi yake, ule mradi ukakufa ama ukakuwa kitu tunaita dead project. Lakini fedha nazo zilitolewa, fedha nazo zilitumika, mwanakandarasi alilipwa, fedha zilitolewa, ila kazi haikufanya. Fedha hizo bado zinazidi kulipwa na sisi wananchi kupitia kodi na mambo mengine. Swali langu ni je, haya yakiendelea kuanzia sasa, huu mwaka wa fedha 2025, mwaka wa 2026 hadi mwaka ule uchaguzi utakapofanyika, Tanzania tutakuwa na nchi kweli? Kwa hiyo huyu CAG amemuibua, amemgeuka na kumlipua vibaya. Kuna baadhi ya taarifa ambazo najua sawa kwamba Samia Suluhu hangetaka zitoke, manake zitaleta woga, zitaleta taharuki nchini Tanzania, taharuki ambayo ingeweza kuamizwa, pengine niseme taharuki ambayo isingekuwa. Kwa hiyo huyu jamaa amemgeuka Samia na kuweka wazi kwamba nchi ya Tanzania sasa hivi iko pabaya.
Hivi karibuni kuna ripoti ambayo niliwawekea, kama umekuwa ukifuata kwa baadhi ama mojawapo ya video ambazo nilizifanya, nilionyesha kwamba akiba ya Tanzania sasa hivi haipo, imefilisika. Na ndo maana Samia Suluhu na serikali yake wanataka kutafuta kila mbinu kuhakikisha kwamba wanasanya fedha za kutosha, kwamba akiba ya serikali haina pesa. Na zimeenda wapi? Fedha zimeenda wapi? It's simple. Samia Suluhu ametumia fedha nyingi kujinadhifisha kimataifa. Ametumia fedha nyingi kulipa watu ili waweze kumuosha ile damu kutokana na vifo ambavyo vilifanyika mwaka jana. Unajua, nikifikiria vizuri huwa naangalia, huenda Samia Suluhu alisema kwamba kaueni hao vijana wanaandamana kuharibu serikali, kuharibu, kuonyesha kwamba sijashinda uchaguzi. Nikikalia hiki kiti nitatumia fedha zao, niende nihonge hao watu wa kimataifa, nihonge taasisi mbalimbali, waseme kwamba Tanzania ni kwema, waniite rais mzuri, maisha yaendelee. Ndiyo akili aliyoitumia Samia baada pengine ya kupewa advice kutoka kwa watu wake wa karibu. Advice ambayo imempotosha vibaya zaidi, manake sasa hivi mambo yamerudi sasa nchini, uchumi umedhoofika, mambo yamekuwa mabaya mno nchini Tanzania. Kuna taarifa pia niliwaletea kwamba kulikuwa na watu machao wake Samia wakiongozwa na ule waziri wa mambo ya nje, walifika hadi Zungu, walikuwa pale kwenye hiyo rende, wakafika pale Marekani. Walikuwa nataka kuenda kuzungumza na ile seneti, msimamizi wa seneti ya Marekani, ili waweze kufungua ama kuzuia ule uchunguzi ambao ulikuwa unastahili kufanywa katika njia zote. Samia alikuwa anahakikisha ile mianya yote ambayo ingemfanya apeanwe kwenye ICC imefungwa, na hiyo yote kufanya, kumbuka, ni fedha zinazotumikwa. Kwa hiyo walitumia hizo fedha zote hadi ikafika mahali, kumbuka kidogo, ambapo Samia alisema kwamba sasa wanataka kuuza akiba, dhahabu ambayo ilikuwa kama akiba ya Tanzania, wanataka kuiuza ili waweze kufanyia development. Jambo jingine, kumbuka fadhili, kuna mataifa ambayo yalikuwa na fadhili nchi ya Tanzania, mataifa ya kigeni, lakini kutokana na maneno mabaya ambayo Samia aliyazungumza, akiwauliza who are you, wakati walianza kuulizia kuhusiana na mauaji yaliyofanywa mwaka jana, mengi ya mataifa yalisonga nyuma hatua, kwamba hayataki tena kutoa fadhila yao nchini Tanzania. Ile misaada ilikuwa inasaidia pakubwa kuendesha nchi ya Tanzania, lakini kutokana na vifo vilivyofanyika sasa ile misaada imepungua. Na ikiwa misaada imepungua sasa, uongozi wake nchini Tanzania kidogo umelemazwa. Akiba haipo, pesa hazipo, ndio maana unataka kutoza faini na kutoza kodi kila kitu nchini Tanzania, angalau waweze raise pesa ambazo pengine zitatumika kuongoza Tanzania. Samia sasa hivi ako katika hali mbaya, manake mambo yanayoendelea nchini mwake kidogo hayafai. Na hapa mbeleni gharama ya maisha inaenda kuwa juu sana. Hali ya maisha ya binadamu ya raia wa Tanzania itadorora sana. Sijui una maoni gani mpenzi mtazamaji, unaweza kuniandikia hapo chini kwenye comment section. Subscribe, like na kushare video zetu, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, vile vile gonga alama ya kengele ili uweze kupokea hizo notifications kila wakati tunapokuletea